tena, hii ni Salamba TV. Mimi naitwa Nalinga Mfaume. Leo niko na Chief Nzobane Kamazumfera. Kubwa kabisa tunaenda kuangazia viwango vya wachezaji wa Young Africans, ambapo kwenye dirisha kubwa au wachezaji wapi ambao wameingia ndani ya klabu ya Young Africans na viwango vyao mpaka sasa hivi. Kumbuke kwamba kuna baadhi ya key players Young Africans waliweza kuondoka. Kwa mfano ukiangalia kwenye eneo la kiungo ameondoka Khalid Aucho, lakini pia bila kumsahau Aziz Ki. Kuna replacement zimefanyika hapo, baadhi usajili mkubwa umefanyika ikiwemo kwenye eneo la Khalid Aucho kuna wachezaji kadhaa tuliwaona wakiingia pale kama usajili mpya, lakini kwenye nafasi ya Aziz Ki kuna wachezaji pia wamesajiliwa. Sasa niko na mchambuzi wa masuala ya soka Dominic Salamba, Chief Nzobane Kamazumfera. Kwa mpaka sasa hivi huu mzunguko wa 4 ambao Young Africans wamecheza, je, wachezaji hao ambao wamesajiliwa wamekuwa na kiwango cha kuridhisha? Ipi tathmini yake? Bwana, karibu sana Chief. Ndio. Kama nilivyotoka kuzungumza hapa, Young Africans kwanza msimu uliopita alikuwa na kiwango kizuri. Yes, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji wameweza kuondoka. Na kwenye maeneo ambayo yanaonekana kama ni muhimu sana, eneo la namba 10 ameondoka Maestro Aziz Ki, lakini kwenye eneo la playing midfield au katika kiungo wa chini ameondoka Khalid Aucho. Tumeona replacement zimefanyika. Kuna wachezaji hawapati nafasi kabisa kama kina Kouma, kina Balakonte, umeelewa? Lakini pia kwenye eneo la namba 10 yupo kama Dumbia, tumemwona hata kwenye mechi dhidi ya KMC aliweza kucheza. Kwanza tukianza kwenye eneo la namba 10. Dumbia anaweza katika ile nafasi. Je, ni replacement sahihi na unaonaje kiwango chake mpaka sasa hivi? Nafikiri mpaka sasa hivi jue kuna vitu viwili ambavyo watu wengi wamekuwa vikiwasumbua. Kuna mtazamo wa kihisia na mtazamo wa kiufundi. Lakini jua kwamba Yanga amefanya replacement si kwa maana ya kwenda kuchukua watu ambao watakuwa sana waliotoka. Na hii nilikuwa nazungumza kwamba kuna njia mbili za kuweza kufanya replacement ya mchezaji. Njia ya kwanza ni kwenda kuchukua the same player ambaye anakuwa na the same style kama ya aliyeondoka, ambayo ni njia ambayo huko nyuma tulikuwa naifanya, lakini sasa inakuwa ni ngumu. Yaani uende kumpata Messi yule Barcelona, uweze kumpata Ronaldo yule. Unaona ukiangalia Barcelona ambayo ilikuwa ina Messi na Madrid ambayo ilikuwa na Ronaldo, baada ya watu kuondoka ililazimu timu zibadilishe namna ya kucheza. Kwa sababu ni ngumu kumpata Messi mwingine kama Messi. Wakati Messi yuko pale, timu ilikuwa imetengenezwa kumwangalia Messi. Kwa hiyo ilikuwa inataka timu ipige pasi nyingi sana ili kutengeneza option kwa Messi asogee kwenye baadhi ya maeneo ambayo yakifika hata kama atakuwa na walinzi wengi bado anaweza kaamua akafanya jambo. Ndio kumbuka zile era za kina Iniesta au kina Sergio wakina Xavi na wengine wengi ambao tulikuwa tunaweza kuwaona. Na kwa kipindi ililazimu watu kama kina Ibrahimovic wakina Eto'o waweze kuondoa, kwa sababu uwepo wao ungeenda kuharibu staili ya nini ya ambapo Messi atakaweza kucheza na kupata timu mafanikio. The same wakati Madrid yuko Cristiano Ronaldo, uliona aenda uchuji wao ichukue Madrid ile na baada ya kuondoka. Kwa hiyo ni njia ya kwanza ya kufanya replacement ya mchezaji, kwamba unatafuta mchezaji ambaye anakuja mwingine anakuwa na kitu kile. Kwa hiyo utaendelea kwa katika rhythm ile. Lakini staili ya pili ni kumtoa mchezaji na kuleta mwingine ambaye atakufanya uende kubadilisha system ya kucheza. Sahihi. Kwa sasa ameondoka Messi. Sasa tunafanyaje? Hapa tubadilishe namna ya kucheza. Kwamba kama tulikuwa tuna mshambuliaji, kwa sababu tusajili mshambuliaji. Kama tulikuwa tuna mlinzi wakati tukiamini kwamba tulikuwa tunashambulia ndio tunaweza kulinda, kwa sababu sasa tuchukue mabeki wakati tulete. Sio, unaelewa kitu kama hicho. Kwa hiyo kuondoka kwa Azizi, kuondoka kwa Aucho nilishazungumza kulifanya Yanga transform kwenye namna ya uchezaji. Kwa sababu sio rahisi kumpata Aucho mwingine, sio rahisi kupata Aziz Ki mwingine. Kwa lazima waende kubadilisha. Sasa bahati mbaya baada ya kutokea wanakuja kufanya mabadiliko wakiwa wanaathirika na vitu vingapi? Vitatu. Kitu cha kwanza sasa wanakwenda kuchukua wachezaji wengine ambao sio Aziz Ki, ambao sio Aucho. Wanakuja kwenye timu inakosa muda wa kutosha kufanya pre-season. Kwa maana hao wanaokuja ili kuja kuchange system ya timu inahitaji muda. Timu inakosa huo muda. Half of the time inakosekana from week 8 to week 4. Na ambazo zenyewe tena zinakuwa haziko completely, ni za kuunga. Na mtu anakuja mtu mpya ambaye anapokuja pale manake athari haiendi kwake yeye tu. Manake timu nzima inakwenda kubadilika. Kumbuka huyu ametoka kwenye timu ambayo ilikuwa inacheza tofauti, anakuja kwenye timu ambayo ilikuwa na mfumo tofauti. Kwa hiyo huyu aliyekuja na aliyokuta wote wa change waende kwenye mfumo ambao utakwenda kwa accommodate wote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo it need time ambayo inakosekana. Jambo la pili, timu hiyo inakwenda kupata mwalimu mpya
ambaye hakuwa kule, hakuwa huku. Anakuja kwa kundi ambalo sio lile sio hili, kutengeneza kitu kipya. So unaelewa? Na yenyewe inakwenda na inakosekana. Jambo la tatu, mwalimu huyo tena naye anaondoka. Anakuja mwalimu mpya. Kwa hiyo unakuta eneo inakuwa ni multi transition. Yaani vipindi vya mpito, kipindi cha mpito ndani ya kipindi cha mpito kinakwenda kutokea. Sawa, sasa nataka tu assess sasa kwa mchezaji mwenyewe Dumbia. Nadhani umemwona kwenye mechi kadhaa ambazo amecheza. Unakionaje kiwango chake tactically kwamba yes, ukilinganisha na wachezaji wengine kwenye ile nafasi? Unamuonaje Dumbia kwa sasa hivi? Mimi Dumbia nikimwangalia, nikimwasesi yeye mwenyewe, ana ubora kama 80% na mapungufu yake. Ubora wake ni wapi? Dumbia alichukuliwa Yanga kuja kuwa ni key yaani kuja kuwa funguo wa kufungua kwenye eneo la mwisho. Yaani timu icheze, inapofika hatua tunahitaji mtu ambaye atakwenda kutoa option. Ambapo option hiyo haitakwenda kuzidi pasi 2 tupate goli. Ndio tumtumie Dumbia. Kwa maana nini? Uwezo wake kuweza kureceive mpira, akili yake kuweza kuskani na kuweza kuona maeneo kupeleka mpira. Sasa hizo ni faida ambazo yeye anazo kama yeye. Na zote ukiziasesi ana ubora wa 80% kwenye hizo faida zake. Sasa inakuja namna ya timu kuweza kunufaika na ambacho yeye anacho. Ni kama leo uende kumchukua mchezaji ambaye ana speed kubwa kama nani, kama Gareth Bale, alafu mpaka kwa timu ambayo haina fitness. Sio, unaelewa? Unajikuta yeye anakimbia mpaka anamaliza uwanja, anafika mwisho hakuna aliyefika. Kwa impact yake huwezi kuiona. Kwa sababu ili uweze kuona impact yake, afike mwisho apige cross tu afunge, hata afika mwisho apige cross wako walizi tupu. Huwezi kuona impact yake. Kwa hiyo anaathirika na flowing ya timu. Ndio inayomuathiri. Kuna wakati anapata mpira inamlazima aweze kusubiri, wakati yeye sio ana hiyo energy. Sio mchezaji mwenye mabavu, sio mtu ambaye anaweza kung'ang'ania mpira. Ni mtu ambaye yuko very soft wa kugusa na kuachia mpira. Hasa mpira unafika ipo kwenye final third, mbele hakuna option. Kwa hiyo analazimika aweze kuretain mpira na pengine aweze kuongeza dribbling, anakuta anyang'anywa mpira. Ile uwezo kufanya kuongeza dribbling, lengo ni kuweza kusubiri watu wafanye nini? Waweze kufika na kuweza kutoa option. Na ndio maana kulikuwa anafanya makosa mengi sana kupoteza mipira. Kwa sababu ile makosa inakuwa ni wakati anataka ana delay sasa kusubiri watu wafike niweze kutoa option. Na kuna wakati amekuwa akitoa pasi nzuri lakini hazifiki. Either anempigia atakuwa yuko nyuma au yuko mbele inapita nyuma. Sasa nini kifanyike hasa kwa mwalimu mpya ambaye amefika ili aweze kumtumia Dumbia ambaye wewe unamuona kwenye akili yako kwamba the good player? Yaani mwalimu wa Yanga sasa hivi afanye kitu gani iweze kucontain kupata ubora wa mchezaji? Swali gumu sana. Kwa sababu ni swali ambalo hapa kuna kupata kitu cha mchezaji na kupata kitu cha timu. Yaani na mbaya zaidi upo nje ya muda. Ndio tunazungumza hapa muda fulani kwa naongea na Diego kwamba timu ipo kwenye mashindano, muda wa maandalizi hakuna. Unapaswa kupata matokeo, unapaswa kuandaa flowing ya timu, unafanyaje? Kwa hiyo wasipokuwa makini watakwenda kupoteza confidence ya wachezaji. Unajua mchezaji ni kwamba ana gain confidence anapozidi kufanya vizuri. Sio unaelewa? Ni kama unakuwa na goalkeeper mzuri ambaye umemchukua alafu defense mbovu. Wao watamweka tu. Sawa.